Anatuambia kwenye Zaburi 107 mstari wa 20, anasema ulituma neno lake huwaponya na kuwatoa katika maangamizo yao. Ikimaanisha muda wote Mungu alipotaka kuwaponya watu wakiwa katika hali ya magonjwa au madhaifu, au kuwaokoa aidha kwenye vita, kwenye vifungo fulani au utumwa fulani, waga Mungu alizungumza na watumishi wake. Sauti ya Mungu au ujumbe unaofikia watu ndio nyuma yake unakuwa na udhihirisho wa nguvu ya Mungu wa kuwatoa watu katika hali walionayo, aidha ni kifungo, utumwa, maradhi, madhaifu, mapoza ama magonjwa fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hiyo ni namna ya kwanza, kwamba Mungu ulituma neno lake ili kuwaponya na kuwatoa watu katika maangamizo yao. Katika uhalisia Agano la Kale ndivyo ilivyokuwa. Mungu hakufanya chochote pasipo kuzungumza na kujifunua kwa watu wake. Ila namna ya pili ni kwamba Mungu ambaye ndiye neno, tumemwona katika Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 4 na ule wa 14. Mungu ambaye ni neno, ili kuja kuwaponya na kututoa katika maangamizo, kututoa katika makandamizo na hali ya giza, ilibidi alitume nini? Neno lake. Akaja kama neno. Ndio maana Yohana 1 mstari wa kwanza sema hapo mwanzo palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa nani? Kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Pasipo huyo neno hakuna kilichofanyika. Neno akauvaa mwili, mstari wa 14, akakaa pamoja nasi, Emmanuel. Kwa hiyo lina maana mbili, na tunaona katika uhalisia mara baada ya Yesu Kristo kuanza huduma yake hapa chini ya jua, ndani ya miaka 3.5, miaka 2000 iliyopita, muda wote ambapo alipowaponya na kuwafungua watu, mifano ipo mingi, huaga alikuwa anazungumza. Maneno yake wale walikuwa wanayapokea na kuyaamini, yalikuwa yanafanyaje? Yanadhihirika na kuwaponya na kuwaweka huru. Ndiyo kanuni ya Mungu tokea tuumbe sisi wanadamu. Hatafanya chochote kile nje ya sauti yake. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho mimi na wewe na yule tunachopaswa kukijua ni kwamba tunapaswa kuwa makini na kuisikia sauti ya Mungu, iwe katika ndoto, katika maono, katika njozi, iwe kupitia vinywa vya watakatifu wenye Mungu, au iwe katika sauti ya ndani ya papo kwa papo. Sauti ya Mungu, maelezo ya Mungu ndiyo anatutoa katika hali tulionayo na kutuingiza katika hali nyingine. Hata katika neema ya wokovu lazima mtu asikie neno la Kristo, lazima asikie sauti ya injili inayohubiriwa kuhusiana na Yesu Kristo. Anaposikia na kuisikiliza na kuiamini na kuikiri, ndiyo wokovu, kipawa cha neema wokovu kinaingia ndani yake. Chochote kile kutoka kwa Mungu, kila zawadi iliyo njema, kila kipawa, kila uweza, lazima mtu asikie sauti na maneno ya Mungu. Na ameni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye Luka sura ya 17 mstari wa 11 hadi wa 19, wale wenye ukoma 10 walisikia maelekezo ya Yesu Kristo. Yesu Kristo aliwaambia, enendeni mkajioneshe kwa makuhani. Mtakapojionesha alafu mtoe fedha ya shukurani kwa makuhani, mkiwa njiani ukoma wenu utaponywa. Wakaitii ile sauti walioisikia. Biblia inasema walipokuwa njiani, wakati wanaenda, Luka 17 mstari wa 11 hadi 19, walipokuwa njiani ukoma ukafanyaje? Ukawa unawaacha, unawaponywa, wanakuwa wazima. Ijapokuwa alirudi mtu mmoja kuja kushuhudia kwamba nimepona. Mathayo sura ya 8 mstari wa 5 hadi wa 13, kuna yule askari yule alimwambia Yesu Kristo, mimi ni askari, nina cheo, huaga ninachokizungumza walioko chini yangu wanakifuata. Wewe hauna haja ya kwenda kwenye chini ya dari langu, kwenye nyumba yangu. Wewe tamka tu neno, mfanyakazi wangu kule nyumbani atafanyaje? Atapona. Yesu Kristo akasema, askari huyu ana imani, sija kuona imani kama ya huyu askari. Ikimaanisha Mungu ili amponye mtu na kudhihirika na kufanya jambo, lazima afanyaje? Lazima aseme, lazima azungumze. Mtaji tulionao mkubwa ni kuisikia sauti ya Mungu.
Shetani akitaka kutuharibu sisi, atahakikisha kwamba hatuisikii sauti ya Mungu. Maana nje ya sauti ya Mungu hakuna uponyaji, hakuna ukombozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana sura ya 4 mstari wa 46 hadi wa 53, kuna baba mmoja wa mtoto mmoja ambaye alikuwa ni afisa wa serikali. Aliamini kile Yesu Kristo alichokisema kuwa mwanao ataishi. Aliamini kwa niaba ya mtoto wake. Na Biblia inasema muda ule ule alipoamini, kweli mwanae huko alifanyaje? Alipona. Huyu afisa wa serikali alisikia kutoka kwa Yesu Kristo kwamba mwanao hajafa, ataishi, ni mzima. Hata kama alikuwa kweli amekufa, lakini alichokisikia akakiamini. Muda ule aliposikia, mwanae kule akafanyaje? Akafufuka, akawa yuko mzima. Ni sawasawa na huyo askari. Muda ule ambapo alipotangaza kwamba huyo mjakazi amepona, muda ule ule kule alipopona. Bwana Yesu asifiwe sana. Marko sura ya 10 mstari wa 46 hadi 52, Yesu Kristo alipomwambia Bartimayo, yeye aliyekuwa kipofu, kuwa enenda zako, imani yako imekuponya. Biblia inasema Bartimayo kipofu aliposikia kwamba enenda zako, imani yako imekuponya, muda ule ule aliposikia sauti ya Yesu Kristo kwamba enenda zako, imani yako imekuponya, ndipo muda ule alipofanyaje? Upofu, macho yalipo matongotongo yakamwanguka na macho yake yakafanyaje? Yakaponya. Ikimaanisha tokea mwanzo mpaka Ufunuo, ili Mungu amponye mtu, amfungue mtu, amuokoe katika vita, katika makandamizo, katika utumwa, katika giza, amtoe katika hali ya mapooza, hali ya kushindwa, lazima Mungu afanyaje? Lazima Mungu aseme, lazima Mungu azungumze. Mungu ulituma neno lake kwa manabii, kwa watumishi wake, ili mtu mmoja alisikie kupitia hilo neno. Mungu hafanyi chochote nje ya sauti yake, huaga anafanya kile anachokisema. Kwa hiyo sauti ya Mungu inapofunuliwa siku zote inaambatana na nini? Inaambatana na udhihirisho wa nguvu ya Mungu. Mungu anasema ili afanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtaji tulionao sisi kama walokole ni kuisikia sauti ya Mungu kila itwapo leo. Tunaenenda, tunaongozwa kwa imani, na imani huja kwa kufanyaje? Kwa kusikia. Inamaanisha nje ya kuisikia sauti ya Mungu ni ngumu sisi kutembea katika imani ya Yesu Kristo na kwenda kule ambapo Mungu ametukusudia kufika katika hatima zetu. Wengi leo shetani hataki waijue sauti ya Mungu, hawataki waiamini sauti ya Mungu, hawataki shetani ibilisi waikiri sauti ya Mungu. Ila siri kubwa ya uponyaji na ukombozi na wokovu na mafanikio ipo ndani, imefungwa ndani ya sauti ya nani? Sauti ya Mungu.